Habarini za saizi ndugu zangu watoto wa familia ya Dr. ya Mama Kavumo au familia ya Dr. Mama Kavumo. Siku ya leo nimekuja hapa kwa ajili ya kukupa elimu. Niko hapa kwa ajili kuna kazi ya mwanangu mmoja ambaye yuko mbali nilikuwa naweza kumsaidia. Na tatizo hili limekuwa kubwa na watu wamekuwa ni wenye kupitia maumivu hasa kwenye mahusiano, hasa kwenye ndoa, hasa kwenye uchumba unafika lakini unakufa. Kwa hiyo siku ya leo nikasema kwa nini kunakuwa na adha ya namna hiyo? Nikagundua ni vitu vingi. Aidha ni mahusiano, mtu yuko mbali lakini watu pia wanafanyiana fitna katika ndoa, katika mahusiano. Kwa hiyo nikasema siku ya leo niweze kuwapa elimu kokote uliko, hata ukiwa mbali, basi uweze kufanya wewe mwenyewe, uweze kumrudisha mpenzi wako, uweze kulinda mahusiano yako, uweze kulinda ndoa yako. Kwa hiyo siku ya leo tatizo hili kweli limekuwa ni kubwa, lakini nikasema ni vyema nikupe elimu mpenzi mtazamaji wa channel ya familia ya Dr. Mama Kavumo, uweze kujihudumia au uweze kulinda mahusiano yako popote ulipo. Kwa hiyo siku ya leo nilikuwa hapa, kuna mtu nilikuwa namsaidia, lakini nikasema niweze kushare na nyinyi. Ukiwa na mpenzi wako, ukiwa na mahusiano ambayo unaona wewe na mwenzi wako mnakuwa si wenye kushikamana, si wenye kuelewana, mpenzi wako hakuelewi, unachomwambia hakusikilizi, unachomuelekeza basi inakuwa migongano katika mahusiano au migongano katika ndoa yako inakuwa haiishi. Basi kinachotakiwa kufanya ni nini? Naomba nikuweze kukuelekeza. Unachotakiwa kufanya, naomba ukatafute karatasi nyeupe. Karatasi nyeupe kabisa utakwenda kununua, lakini utakwenda kununua na zafarani. Kwa wanaojua zafarani basi utakwenda kununua zafarani, lakini kwa wewe ambaye hujui zafarani basi utatumia wino mwekundu. Kwa hiyo nini sasa ufanye utakapokuwa na karatasi nyeupe na utakapokuwa na hiyo zafarani au wino mwekundu? Unachotakiwa kufanya ni kuandika jina la mwenzi wako. Iwe ni jina la mwenzi wako wa kiume au mwenzi wako wa kike, utaandika jina la mwenzi wako, utaandika na jina la mama yake mzazi. Usiandike jina la baba yake, utaandika jina la mwenzi wako na jina la mama yake mzazi. Utakapoandika, moja kwa moja utachukua chumvi ya mawe, utachukua kitunguu swaumu, kisha utachukua na karafuu, utachanganya kwa pamoja, utaweka katika ile karatasi yako vizuri. Baada ya hapo na wewe utaandika jina lako pamoja na jina la mama yako mzazi. Utaweka ile karatasi, itakuwa chini, utaweka kitunguu swaumu, utaweka karafuu, utaweka chumvi ya mawe, kisha karatasi yako itakuja juu. Utazungumza maneno yafuatayo kwamba wewe fulani, utamtaja jina lake, wewe mpenzi wangu fulani bini fulani mzaliwa wa fulani, mimi ni mpenzi wako fulani mzaliwa wa fulani, ninakuvuta nyota yako, ninakuvuta utawala wako, ninakuvuta kuanzia leo, ninaunganisha nyota zetu. Huna mwanaume ni mimi, huna mwanamke ni mimi. Kuanzia leo mimi na wewe tutakuwa ni kitu kimoja, tutakuwa ni watu wa kusikilizana, utakuwa unanifikiria kwenye akili yako na moyo wako, na mimi nitakuwa ni mwenye kukufikiria kwenye akili yangu na moyo wangu. Kuanzia leo tumeunganisha utawala na nyota zetu. Hakuna mtu yoyote atakayeingilia mahusiano yetu, hakuna mtu yoyote atakayeingilia mapenzi yetu. Kuanzia leo mimi ndio mwenzio na kuanzia leo wewe ndio mwenzangu. Kwa baraka za nguvu ya asili iliyo ndani ya hizi nafaka, hizi nguvu za asili nitaunganisha. Utanipenda kama unavyopenda kiungo hichi cha chumvi, utanithamini kama unavyothamini karafuu, ladha yake ni nzuri, na mimi kwenye moyo wako niwe na ladha nzuri. Utanithamini kama kitunguu hichi swaumu, ladha yake kinavyopendwa katika kiungo hiki, basi na mimi unipende na uniwaze na kunithamini. Kwa baraka naomba uweze kunisikiliza, uweze yani utanuia kadri wewe unavyozungumza. Mimi nakupa tu njia ya kuweza kuwa unazungumza, lakini kadri wewe unavyotaka sasa kuzungumza, unavyotaka mpenzi wako awe, unavyotaka mapenzi yako yawe, unavyotaka mpenzi wako akufanyie mambo mazuri, kama unataka akupe pesa,
unahitaji akupe mali, unahitaji akupe mapenzi mazuri yenye furaha na amani, basi wewe mpenzi mtazamaji utaweza kuongea katika vile vitu. Ukimaliza mpenzi mtazamaji, utachukua vitu vile, utavifunga kwa pamoja kwenye ile karatasi, utatafuta na kitambaa chako cheupe kizuri kabisa. Baada ya hapo utafunga kwa pamoja, utachukua udi au ubani. Mara nyingi tumia ubani. Utachukua ubani, iwe ubani maka, iwe ubani kawaida, lakini chukua ubani mzuri, zungusha, choma ubani wako ukiwa unatia nia kwa mapenzi yako mazuri katika kile kitambaa. Basi mpenzi mtazamaji utakuja kunishukuru, kwa sababu mpenzi wako atakupenda, atakusikiliza, na mtakuwa na ndoa yenu iliyo nzuri na furaha kabisa, na kutakuwa hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kuingilia mahusiano yako. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, siku ya leo, kwa sababu tatizo hili limekuwa ni changamoto na watu wengi wamekuwa wenye kuumia katika mapenzi na mahusiano, basi ukifanya hivyo mpenzi wako, mahusiano hayatakusumbua wala mahusiano yako hayatakutesa. Kwa jina naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili, ni mama wa kushirikiana na viumbe vinavyoonekana na viumbe visivyoonekana. Karibuni sana, usiache kusubscribe kwenye channel yetu, usiache kulike pamoja na kucomment nini unapenda kutoka kwa Dr. Mama Kavumo, unahitaji msaada gani kutoka kwa Dr. Mama Kavumo, unahitaji nguvu gani iweze kukusaidia kutoka kwa Dr. Mama Kavumo. Niko hapa kwa ajili ya kukusaidia na kukupa mwongozo. Asanteni na karibuni sana.